kosa moja la kiufundi Baba Levo amelifanya. Sababu mtu ninayeshindana naye katika mji huu ni dhaifu sana. Ukiwatazama watu wawili, ukimtazama Zitto Kabwe na ukimtazama Baba Levo, Baba Levo anajua madhaifu ya Zitto. Lakini Zitto anaifahamu akili ya Baba Levo. Angalia technique ambayo Zitto ameicheza kwa Baba Levo. Siasa yoyote akiyafahamu makosa yako, kwa sababu madhaifu ya kisiasa huwa yanatibiwa na propaganda. Lakini akili ya kisiasa, mwanasiasa akiweza kuisoma akili yako, anaweza akakupiga vile anavyotaka. Akili yako ndio capability yako, ndio mtaji wako kwenye siasa. Nataka kumuonya Baba Levo ni kitu kimoja, kwamba siasa anazozifanya zitampotezea credibility yake, kwa sababu adui wa Tanzania, adui wa mkoa wa Kigoma ni mentality. Mimi nilifika Kigoma, nilifika Kasulu, nilifika Kibondo, kote kule nilifika. Hebu fikiria huku Dar es Salaam saa 12, saa 11 maduka yamefunguliwa. Lakini ukienda Kigoma maduka wanafungua saa 3, saa 4. Sasa biashara ni asubuhi, jioni mahesabu. Kwa hiyo shida ya mkoa wa Kigoma si viongozi, shida ya mkoa wa Kigoma ni mentality iko hapa. Sasa Baba Levo anachoamini kwamba mpinzani wake mkubwa katika hiki anachokitaka ni Zitto, lakini shida, adui mkubwa wa kwanza wa mkoa wa Kigoma ni mentality hiyo ya kwanza. Ya pili, ukitoa mentality ya watu wa mkoa wa Kigoma, kinachosumbua taifa zima na mkoa wa Kigoma ukiwepo si Zitto, ni ujinga, ni maskini, ni maradhi. Tunategemea hawa ndio wakushambuliwa zaidi kuliko wanavyoshambuliwa Zitto. Sasa katika mind setup ya Baba Levo, anaamini kwamba adui wa kumkwamisha yeye ni Zitto. Kwa hiyo ameacha kuzungumza namna ambavyo atajikita kupambana na umaskini, kupambana na ujinga, kupambana na maradhi. Matokeo yake amejikita vita yake kubwa na Zitto. Sasa anakuja katika kosa ambalo Baba Levo amelifanya. Kama nilivyosema, kwenye siasa ni bora mtu ayajue makosa yako, lakini asisome mind setup yako. Zitto anaifahamu mind setup ya Baba Levo. Kama nilivyosema, kwenye siasa, mimi nakumbuka wakati nikiwa mwanafunzi, nilikuwa mgombea, tuko wagombea 5 Mbezi Beach pale sekondari, shule ya Kilamu pale Mboe. Mimi nilikuwa sina campaign manager. Campaign manager ni mimi mwenyewe, wenzangu walikuwa na campaign manager, walikuwa na vitu kama hivyo, lakini mimi nilikuwa peke yangu. Mtaji mkubwa